Mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kuongezeka huku pande zote zikifanya mashambulizi yanayolenga miundombinu ya kijeshi na kiraia. Iran imesema imeshambulia vituo vya kijeshi vya Marekani, ndege na mifumo ya rada katika nchi 6 za Kiarabu ambazo ni Kuwait, Oman, Syria, Jordan, Bahrain na Qatar. Kwa upande wao, Kuwait, Qatar, Bahrain na Jordan zimesema zilifanikiwa kuyazuia baadhi ya makombora na ndege zisizo za rubani zilizokuwa zikilenga maeneo yao. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Kiislamu cha Iran IRGC kimesema operesheni hiyo ilikuwa ni jibu la mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani ambayo Iran inadai kulenga maeneo ya kiraia, miundombinu, mawasiliano, reli na magari na kusababisha vifo pamoja na majeruhi. Wakati huo huo, Marekani imeongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu nchini Iran. Taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yamelenga madaraja yanayounganisha bandari ya Abbas na maeneo ya ndani ya nchi pamoja na miundombinu ya umeme, huku Iran ikiendelea kujibu kwa kurusha makombora kuelekea maeneo yanayohusishwa na washirika wa Marekani katika maeneo ya Ghuba. Katika ukanda wa Gaza, mamlaka za afya zimesema watu 4 wameuawa baada ya mashambulizi ya anga la Israel karibu na soko katika kambi ya wakimbizi ya Nuseirat. Shirika la ulinzi wa raia wa Gaza limesema hospitali ya Al-Auda imepokea miili iliyouawa huku wahudumu wa afya wakiendelea kuwahudumia majeruhi na kutambua miili ya waathirika. Aidha, kundi linalojiita Islamic Resistance in Iraq limeripotiwa kuwa na uhusiano na Iran limetangaza zawadi ya dola milioni 10 za Marekani kwa mtu yoyote atakayemuua rais wa Marekani Donald Trump, kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na vyombo mbalimbali vya habari. Kundi hilo limeeleza kuwa hatua hiyo ni ya kulipiza kisasi kwa kauli na hatua za Trump dhidi ya viongozi wa makundi yanayoungwa mkono na Iran. Hali ya usalama katika Mashariki ya Kati imeendelea kudorora, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa wito wa kujizuia na kutafuta suluhisho la kidiplomasia ili kuepusha migogoro hiyo isizidi kusambaa. Zaitun Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 255777858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira